Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amethibitisha kuimarika kwa uhusiano wa kikazi kati ya chama cha ODM na serikali ya kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza alipokutana na wenye viti 15 wa matawi ya ODM kutoka kaunti ya Nairobi katika ofisi za Hazina ya Kitaifa, Mbadi alisema serikali imedhamiria kuimarisha shughuli za maendeleo mashinani, akisema ushirikiano huo unalenga kuboresha utoaji wa huduma pamoja na kushughulikia mahitaji ya wananchi. Caleb Moti na taarifa kamili. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amesisitiza kuimarika kwa uhusiano wa kikazi kati ya ODM na serikali ya kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mbadi amesema ushirikiano huo unalenga kuimarisha maendeleo na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi maeneo ya mashinani. Matamshi ya Mbadi hata hivyo yanajiri wakati ambapo vyama vya kisiasa vinaimarisha shughuli za uhamasishaji mashinani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, huku chama cha ODM ikiendelea kuimarisha uhusiano wake wa kikazi na serikali ya kitaifa. Since we are in an election year and the national government must communicate what it has done to the grassroots, and we are also in partnership with a political party called UDA and a political coalition called Kenya Kwanza. Two things. At the national level, the leadership of the government is that of UDA, led by President William Ruto. But even at the Nairobi County level, the government is the UDA government. And therefore, it is important, it would be like a pretense if we are saying we are working together and yet we don't communicate to our people and to the grassroots what the government is doing, both at the national level and even at the Nairobi County level. Mbadi pia alitaja kuwa utendakazi wa serikali katika ngazi ya mashinani unasalia kuwa kipaumbele, huku serikali kuu ikilenga kuhakikisha miradi ya maendeleo na huduma za serikali zinawafikia wananchi wa kawaida. Wenye viti wa matawi ya ODM waliunga mkono matamshi ya Mbadi kuhusu serikali pana, wakisema ushirikiano huo unapaswa kuhakikisha maendeleo na huduma za serikali zinafika kutoka ngazi ya eneo bunge hadi mashinani. Mchana wa leo tumekuwa na mazungumzo na waziri kuhusu vile tunaweza imarisha chama, kuhusu utendakazi wa serikali. Waziri ametueleza umuhimu ya kuwa ndani ya serikali. Vile mjuavyo, for a long time ODM has never been in the government, but we are now, saa hizi tunapata through waziri tunajua umuhimu wa kukua ndani ya serikali. And at the same time tumekubaliana mambo na broad based, na vile waziri amesema ODM as a party in Nairobi, we are supporting the broad based, we are supporting president re-election unconditionally. Sisi hatubanduki mahali penye Raila Amolo Odinga alituacha, juu kwa sababu alitujengea nyumba, na sisi kama branches, baba yeye ndiye alilala lakini chama hakijakufa. Sisi tuko kwa chama ODM mara 100%, na tuko ndani ya broad based. Na ile kitu nataka kuwaambia kwamba tunajua ya kwamba kila chama, hakuna chama chenye kinakubali kuwa katika mrengo wa upinzani. Chama kinataka kuwa ndani ya serikali. Kwa hivyo sisi kama ODM tunataka nini? Power. Sisi baba alipotuingiza kwa serikali, endeni kwa kiwanja ya Kamkunji muone, imejengwa, watoto wanacheza mpira. Hasa hakuna mahali tunaenda kupiga vita. Hiyo ni baba na president. Na sisi mahali Raila Amolo Odinga alituacha hatutoki. Sisi tuko anda Ruto na serikali yake, na mtu anaitwa mzee Daktari Oburu Odinga. Mkutano huo pia unajiri siku moja kabla ya uzinduzi wa mpango muhimu wa kitaifa unaotarajiwa kufanyika Jumatano tarehe 12 mwezi Agosti, wakati Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua rasmi mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa Kenya hata baada ya ruwaza ya mwaka 2030. Mpango huo unalenga ushirikishwaji wa umma, ambapo wananchi watapata fursa ya kutoa maoni kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya nchi pamoja na kuandaa ruwaza
ruwaza mpya ya taifa. You cannot develop a vision. I've heard people saying, why has Ruto developed another vision? Ruto has not developed a vision. Tomorrow, we are starting conversation on how to develop vision for this country. I think that should come out very clearly. Tomorrow is a beginning of public engagement in terms of public participation as it is required and enshrined in our constitution. And this is what is going to inform what Kenyans will say is what should inform Vision 2060. Therefore, someone should not start saying at Niporojo, if you have better ideas, this is the time for you to come. And in fact, the president has invited, including the opposition, come tomorrow, we start engagement. Tell Kenyans all those beautiful things, the better ideas that you think you have, that you can help lead this country with going forward. Huku joto la kisiasa likizidi kupanda kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, serikali kuu inatarajiwa kuongeza msisitizo katika ushirikishwaji wa wananchi mashinani, utoaji wa huduma na maendeleo katika kuunda mwelekeo wa nchi katika siku za usoni. Kama jamii. Caleb Moti, Runinga ya Hope TV.